Basi karibu sana kwenye ibada leo. Tuna ibada nzuri, tuna somo zuri, tuna kila kitu ambacho Mungu ameridhia tupate leo. Haleluya. Njia ya Mungu. Mara nyingi tunapishana baraka zetu kwa sababu tuna njia zetu na Mungu ana njia zake. Kwa hiyo unakuta muda mwingine wewe upo kwenye njia yako, lakini Mungu anataka ukae kwenye njia yake, usipokee kila ambacho unakitaka. Kwa hiyo njia ya Mungu ni ipi ili tuweze kupokea kila ambacho Mungu anataka tupokee? Hilo ndio msingi, njia ya Mungu. Kila mtu ana njia yake. Dunia unayoiona ina formula ya maisha. Haleluya. Formula ya maisha ni kwamba mzazi yoyote anatamani mtoto wake akikua asome, afanye vizuri, awe mtu fulani. Baba anatamani mtoto awe daktari, awe engineer, awe mhasibu, awe nani. Hizo ni formula za dunia. Ni kama silabasi za shule, kwamba shule na silabasi hii hapa, na dunia na utaratibu wake, na hayo ndio mawazo na njia za mtu. Ndio maana muda mwingine unamkuta mtu amesomea udaktari lakini leo ni mkuu wa wilaya. Amesomea sheria, ni mkurugenzi wa manispaa. Amesomea uhasibu, ni mbunge. Ni daktari wa binadamu, ni mtumishi wa Mungu madhabahuni. Kwa hiyo yale zilikuwa ni njia za familia na za kwake, lakini kumbe Mungu alikuwa na njia nyingine kuhusu huyu mtu. Kwa hiyo kama huyu mtu angejua njia ya Mungu toka mapema, asingepoteza muda kusomea udaktari, angeenda akasomea mambo ya uongozi ili awe kiongozi mzuri. Haleluya. Kwa hiyo hata wewe leo uko mahali hapa, inawezekana njia uliokuepo sio njia yako, upo kwenye njia nyingine. Ndio maana muda mwingine unaweza kaenda kwenye ofisi, ukamkuta kiongozi kwenye ofisi anaongea kama konda wa daladala. Unaona kabisa hii sio njia ya huyu mtu. Huyu itakiwa awe konda wa daladala. Haleluya. Na unaweza kaenda sehemu, ukafika kwenye ofisi, ukamkuta dada amekaa, ukajua huyu kazi yake ilikuwa natakiwa awe sehemu fulani, hapa pamfai. Kwa njia, akujua njia. Kwa hiyo Mungu anataka sisi tujue njia nini? Njia zake, ili tusipoteze muda kwenye njia zetu. Kama leo hii mimi ningejua njia ya Mungu nikiwa bado na umri mdogo, sawa, bado ni kijana, nafikiri ningekuwa moto zaidi. Haleluya. Lakini niliendelea kuwa na njia zangu mpaka nilivyojua kupata njia ya Mungu. Na hii ni hata kwenye ndoa, hata kwenye kazi, kila sehemu tuijue njia ya Mungu. Fungua kitabu cha Isaya 55 mstari wa 8. Karibu. Isaya 55 mstari wa 8 unasema, maana mawazo yangu si mawazo yenu. Haleluya. Amina. Mungu anasema, unajua mawazo yangu sio mawazo yenu. Sio. Sasa haya mawazo ya Mungu yenyewe ni yapi? Mungu alipoziumba mbingu na nchi, dunia ilikuwa ukiwa. Kwa hiyo mawazo ya Mungu ni ya kuzalisha, ni ya kuumba jambo jipya. Yaani kama wewe duniani hapa una akili ya kuzalisha kitu kipya au kuumba kitu kipya, hayo ndio mawazo ya Mungu. Lakini watu wengi wanafanya vitu kwa mazoea, kwa sababu ameona jirani yake amefungua genge na anafungua genge. Mwenzake ana duka na anafungua duka. Lakini kumbe hayo sio mawazo ya Mungu. Mungu kwa mawazo yake alianzisha kitu kipya ambacho hakipo ili kiwepo. Kwa hiyo ili uwe na mawazo ya Mungu lazima uwe na akili ya kuzalisha kitu kipya ambacho hakipo katika mazingira mapya. Huyo ndiye Mungu. Kwa sababu Mungu anataka ajitwalie utukufu kwamba mimi hili jambo ni kwa neema ya Mungu tu. Sio kwa sababu nimejifunza kwa mtu, sio kwa sababu nimeona kwa mtu, hapana, kwa sababu aliyoko ndani yangu amenipa neema ya kufanya kitu kipya kama hichi, kama Mungu. Hayo ndio mawazo ya Mungu. Sasa jiulize, ulipo unachoyafanya yana mawazo ya Mungu? Hilo jambo jipya, biashara mpya, kazi mpya, neema mpya, kuijua neema ya Mungu zaidi, kuwa mtu wa tofauti. Yaani kwa mfano, mimi ni mtumishi wa Mungu, sawa? Niko mahali hapa. Lakini siwezi kukubali kuwa mtumishi wa Mungu kufananishwa na mtu mwingine. Yaani mimi siwezi kukubali nifananishwe na mtu mwingine kwa neema yangu. Sitakubali. Nitajitahidi kila siku Mungu anipe vitu vipya, niwe wa tofauti na mtu yoyote. Haujanielewa? Yaani mimi sitakubali nimuige mtu yoyote kwenye huduma kwamba nataka niwe kama mtu fulani. Never.
niishi kama mtu fulani, never. Mimi naishi maisha yangu na simwigi mtu, ila namwambia Mungu anipe mafunuo. Ndio maana nimemwomba Mungu kunipa hadi neema ya kudisappear ili niwe tofauti. Hayo ndio mambo mapya. Watu watakuja hata kwenye huduma, sio watakuja kwa sababu wewe uko hivi, hapana. Wanakuja kwa sababu kuna kitu cha tofauti ambacho umekibeba. Kwa hiyo kuanzia leo ule utofauti ndio utakutofautisha na watu wengine sehemu yoyote. Ndio maana unaweza kushangaa ofisini mtu mmoja anaambiwa yule dada anayevaa kilokole, kwa sababu anavaa tofauti na wenzake. Yule kaka mwenye nywele hivyo. Kipindi niko Arusha, mimi nimekaa Arusha, nilikuwa Mererani na chimba Tanzanite miaka nyuma. Wamasai wanakuita kulingana na ulivyo. Kama unanyoa anakuita nywele. Haleluya. Kama ukiwa kilema anakuita makudukudu. Yaani kilema. Yaani sasa utakasirike wewe. Yeye anaangalia kile ambacho kiko tofauti na watu wengine ili akujue vizuri. Ukiwa mweusi anakuita cheusi. Yaani yeye anaangalia huyu yuko vipi tofauti na watu wengine, anakupa jina hilo. Na wewe hakikisha unakuwa tofauti na watu wengine ili uwe wa tofauti. Haleluya. Hayo ndio mawazo ya Mungu. Wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Wala njia zenu sio njia zangu. Ndio zile ambazo nimezitaja muda ule, kwamba wewe unataka kuwa hivi, Mungu anataka uwe hivi. Hey. Kwa hiyo mnakuta kila siku nyinyi mnatofautiana Mungu. Haleluya. Mnatofautiana kwa sababu unachotaka wewe Mungu hakitaki. Anakuacha ufuate njia zako. Mungu anakusudi na wewe. Mungu ana mpango na wewe. Haleluya. Haleluya. Sasa kitu cha kwanza kabisa, cha kwanza ambacho ukitaka kujua kusudi la Mungu na njia za Mungu itakuwa ulifanye, usiishi kwa kutegemea akili zako. Yaani ukitaka kuzijua njia ya Mungu, na Mungu akishakuona wewe ni mtu wa kila wakati kwenye kutegemea akili zako, anaona wewe anifai. Kwa sababu akili zako zitakupeleka kwenye mazingira yako. Yaani akili zako zinakupeleka kwenye mazingira, kwenye uzoefu, kwenye mazingira yake. Familia uliotoka, wewe ni mtu aina gani, watu unaokutana nao, ndio itakupeleka. Kwa hiyo wewe utaenda katika njia unayoiona, sio ile ya rohoni. Fungua kitabu cha Methali 3:5. Methali 3:5. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Haleluya. Amen. Rudia. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mtumainie Bwana wewe kwa rudia, sorry. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Kwa moyo wako wote. Wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Sasa hapa ndio kuna shida. Hapa ndio kuna shida wapendwa. Siku zote akili inabishana roho. Akili haikubaliani na roho hata siku moja. Kwa sababu akili inaongelea vitu ambavyo vipo kiuhalisia. Inakwambia kabisa pale sio, kwa sababu limuona mtu mmoja kashindwa. Pale hapawezekani. Hapa ndio pazuri. Akili inakwambia, ila roho inatengeneza kitu kipya. Kwa hiyo ukisikiliza akili utakuwa huwezi kumsikiliza Mungu. Mungu anataka uisikilize roho inasemaje. Ndio maana akasema sio kwamba usitumie akili, hapana, lazima uzitumie akili, lakini usizitumainie akili zako. Kwenye kumtegemea umtegemee Mungu ili akupe akili nzuri uweze kufanya mambo mazuri. Yaani ukitumia akili zako haiwezekani. Yaani haiwezekani. Yaani haiwezekani. Haiwezekani. Yaani haiwezekani. Yaani haiwezekani. Haiwezekani. Haiwezekani hata kumwombea mgonjwa akapona. Kwa sababu unajiuliza, atapona? Pepo atatoka? Hivi hichi kitatokea? Kwa sababu akili inakataa. Ndio maana watu wengine wanaweza kushangaa na muombea mgonjwa aponi. Sio kwamba aponi kwa sababu hiyo. Akili mwenyewe, akili yake kwanza inakataa. Itawezekana? Akili shagoma. Lakini siku zote ukija kuua akili, ukamtumainia Bwana, yaani ukaiua akili, ukamtumainia Bwana, hakuna kitakacho kushinda. Akipo.
Kwa sababu chochote kinachokataa unakiambia Mungu aliweza, na Mungu yuko ndani yangu. Ukisikia unaikataa. Itatokea tu. Itatokea. Nakumbuka siku moja hapa kanisani, nafikiri nishawasimulia, narudia tena tu. Mtu mmoja aliletwa hapa kanisani kuombewa. Niliomba masaa 3 na kitu mpaka nikakata tamaa. Sasa nikiangalia huyu mtu kasafirishwa na gari kutoka Tanga mpaka hapa. Yaani mtu mwenyewe alikuwa kanisani akasema hapana, pastor nimekuona Mungu anakutumia, piga simu, huyu mtu namleta. Akapiga simu, wakakodisha gari, wametoka Tanga na gari. Ibada ilishapa saa 5 mpaka usiku saa 3 wanafika hapa. Tunaanza kuomba. Huyo mtu ndio tunapozidi kuombea alikuwa na ugonjwa wa akili. Tunapozidi kumwombea anazidi kuchanganyikiwa zaidi. Saa 3, saa 4, saa 5. Nikachoka, nikaja kukaa hapa juu. Hii inakuaje? Mama wa watu ana imani kali, kakodisha gari toka Tanga mpaka Dar es Salaam na watu. Na yule mama alikuwa ni mtaalamu. Haleluya. Kwa sababu kilichosababisha amini zaidi, alikuta bundi kanasa hapo. Kwenye mtu ulikuwepo pale. Bundi alikuja usiku kufanya ujinga, akanasa pale mpaka mchana. Akatoka ndio kaniita. Nimekaa hapa, pastor umeshaona huko nje? Nikamwambia kuna nini? Huko nje, nikamwambia kuna nini? Kuna mtu kanasa. Nikamwambia mtu kanasa? Nikatoka nikaona kumbe wewe unajua huyu ni mtu. Kwa hiyo hapa nina mtoto wangu, hamtamkumbuka kwa jina la Yesu Kristo, nafunika na piga upofu. Haleluya. Haleluya. Sasa pastor, mimi na mtoto wangu yuko ndani tu, amefungiwa ndani. Nikimleta kwa staili atapona. Lakini pamoja na imani yake ilinichukua muda, kwa sababu akili ilikuwa inaniambia huyu hawezi. Hiyo miaka ni mingi. Mpaka nilivyoiambia akili acha ujinga. Sifanyi kwa nguvu zangu, ninafanya kwa neema. Mimi siwezi kufanya jambo lolote. Ndio yule mtu akapona, mpaka leo ni mzima. Kwa hiyo lakini kama ingekuwa ni akili isingetokea. Kwa hiyo Mungu anataka sisi tuzitumie akili zetu, lakini tusizitegemee. Kwa sababu akili inagoma. Haleluya. Ndivyo ilivyo. Hebu tuangalie jinsi ambavyo Mungu anavyofanya kutimiza jambo lake kwenye njia zake. Tutajifunza. Na katika njia hii tutakayojifunza itatusaidia sisi sasa kujua mapito tunayopitia. Haleluya. Ili tujue haya mapito muda mwingine ni mpango wa Mungu au ni akili zetu sisi wenyewe. Mnakumbuka habari za Ibrahimu, si ndio? Leo nitawafundisha kwa mifano. Kwa hiyo naamini kwa mtu ambaye yuko tayari ataenda kuchukua mfano huu na ataenda kuzalisha jambo lake jipya. Haleluya. Jambo jipya. Ibrahimu aliitwa na Mungu, akaambiwa atoke kwenye nchi yake, atoke kwenye jamaa zake. Inamaanisha nini? Umejua kipindi hichi sasa hivi unaweza kwenda Marekani, lakini ndugu zako bado uko nao karibu, kwa sababu mnaongea kwenye video call, mnapigiana simu. Lakini kipindi cha nyuma Ibrahimu anaambiwa atoke, kwa sababu katoka kweli, kwa sababu kuonana na mtu itakuwa ni ngumu, kwenda nchi nyingine, na anaambiwa akaishi huko. Kwa hiyo anatengwa na ndugu zake, akaanze kitu kipya. Na wewe mwana wa Mungu, kuna muda mwingine Mungu anataka akutenge na jamaa zako uliozaliwa nao ili wewe uwe mtu mpya. Hautaki kwa nini? Kwa sababu kujitenga na ndugu zako sio wewe kwenda nao mbali. Sio wewe ni ile wale kuangalia ni vitu gani vya familia ambavyo vinafanyika kwenye familia hii ambavyo haviendani na Mungu, ni viache ili mimi nimfuate Mungu. Hizo ndio njia za Mungu. Unakuta familia yako wanatambika kila mwezi wa 12 na wewe umeunga tera umomo. Haujatoka bado.
Hizo ni njia zako, Mungu hawezi kufuata. Watu wanachanga hela ili wakafanya ibada ya wafu, yaani wakamuombe marehemu. Sijajua ni Bible gani wanatumia na kipengele kipi humu, sijajua. Bible imekataa, imesema Mungu ni Mungu wa watu walio hai, sio Mungu wa wafu. Umeingia kule, umeunga tayari. Hizo sio njia za Mungu, hizo ni njia zako. Kwa hiyo unajikuta bado umeng'ang'ania ishu ya kwanza, kukaa kwenye roho za familia, kwenye mila na desturi. Hautakaa uzione njia za Mungu. Lazima utoke kama Ibrahimu. Utazijua njia za Mungu. Lazima uwe tofauti. Lazima ukubaliane na hilo jambo. Hiyo kitu cha kwanza. Mungu vile vile akaona kabisa kwamba anamtoa Ibrahimu, anampeleka huku, na anamwahidi Ibrahimu kwamba Ibrahimu atakuwa baba wa mataifa. Wakati huo Ibrahimu ana mtoto hata mmoja, hana mtoto. Na Ibrahimu ili abarikiwe, anatengwa tena ndugu yake aliyotoka naye Lutu, kwamba aende sehemu nyingine, abaki peke yake. Kwa nini abaki peke yake? Ili amshepu vizuri. Yaani kwa mfano, unataka ujue njia za Mungu. Umejua kumjua Mungu aliyeziumba mbingu na nchi na utaratibu wake. Lakini mtu huyo unashangaa leo yuko hapa au kwenye kanisa la wokovu, anajifunza mambo ya Mungu. Kesho kutwa anaabudu lidude lingine alijui. Au anaendesha ibada ambayo haijui, naye kashiriki. Itakuwa ni ngumu kuzijua njia za Mungu. Umeshamjua utaratibu wa kimungu, simama bila kujali chochote ili uweze kuziona njia za Mungu, kwa sababu Mungu atajua huyu katoka. Ibrahimu anafika sehemu anakata tamaa, na Sara anakata tamaa ya kupata mtoto, kwa sababu ilikuwa ni akili zao. Hizo ni akili za kibinadamu. Sara anamwambia, mchukue mfanyakazi wangu uzae naye. Hizo ni akili, sio mpango ya Mungu, kwa sababu akili imekataa. Akili imemwambia haiwezekani. Lakini Mungu anawaacha wafuate akili zao. Siku Mungu anakuja na akili zake, wanazishangaa akili za Mungu. Hizo ndio njia za Mungu, sio njia zako. Wanakuja kupata mtoto. Ibrahimu ana miaka 100, Sara na miaka 90. Na kwenye mtoto wao Isaka huyo ndio vile vile Mungu anakuja kumbariki kwamba atapata mtoto. Isaka anapata mtoto akiwa na miaka 60. Soma kitabu cha Mwanzo. Tena amemwomba Mungu, kwa sababu Isaka alianza kwa akili zake, kumbe ulikuwa sio mpango wa Mungu. Wakazaliwa watoto wawili, Esau na Yakobo. Fungua kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 25. Nasoma mimi hapa. Mwanzo 25 mstari wa 5 inasema hivi: Ibrahimu akampa Isaka. Ibrahimu akampa Isaka mali aliyokuwa nayo. Ibrahimu akampa Isaka yote aliyokuwa nayo, lakini wana wa masuria aliyokuwa nao Ibrahimu akawapa zawadi. Ibrahimu alikuwa ni tajiri baada ya kumsikiliza Mungu, na katika utajiri huu akampa Isaka mwanae, ambaye Isaka ni tajiri. Haleluya! Isaka naye anazaa watoto wawili, Esau na Yakobo. Lakini Mungu alitaka Yakobo awe wa tofauti. Anamchukua Yakobo, anampeleka kwa Laban. Alafu kule ndio njia ya Mungu ilipokuwepo. Utajiri wote huwa anauacha, ila Mungu anaenda kumtengeneza upya. Hivi mnanielewa na Mungu? Mungu anaenda kumtengeneza upya. Kwa hiyo muda mwingine inawezekana wewe umetoka kwenye familia nzuri, mazingira mazuri, lakini Mungu anataka kukupa kitu kingine kipya zaidi ya hicho. Utakipokeaje? Lazima uanze moja. Anatoka na fimbo tu mkononi, anaenda kwa Laban. Anafika kwa Laban, anakuwa mchunga ng'ombe. Yaani utajiri wote huu wa Ibrahimu ambao Isaka anao, lakini mwanae anaenda kuchunga ng'ombe, na anaifanya kazi hiyo kwa bidii, kwa sababu alijua hii ndio njia sahihi ya Mungu.
Natamani kila mmoja ananisikiliza kuna kitu atoke nacho, ili akitoka hapa akawe kama simba, akasimame kwenye njia ya Mungu, akafanye maajabu. Haleluya. Hivi kuna raha gani mimi nimeokoka alafu sina furaha, sina hela, ninaumwa, nina huzuni, nina mawazo? Haitakiwi kwa jina la Yesu Kristo. Haya yote tunapitia kwa sababu hatutaki kupita kwenye njia za Mungu, tutapita kwenye njia zetu. Na leo hii tunajifunza njia ya Mungu. Esau ameenda kwa mjomba wake Laban, anakuwa mchunga ng'ombe. Ndio ilikuwa kusudi la Mungu. Na anakaa kule miaka ya kutosha mpaka anapata utajiri. Nikwambie jambo lolote, ukilianza kwa mpango wa Mungu utakuwa tajiri. Yaani ukimsikiliza Mungu na kufanya vitu kwa moyo, utakuwa tajiri. Utakuwa tajiri. Utakuwa tajiri. Haleluya. Hebu fungua Mwanzo hapo hapo. Mwanzo 31. Tumefika mstari wa 38. Soma Mwanzo 31 mstari wa 38. Mwanzo 31 mstari wa 38 unasema, miaka hii 20 nimekaa kwako, kondoo zako wala mbuzi zako wake hawakuharibu mimba, wala waume katika wanyama wako sikuwala. Kilichoraruliwa na hayawani sikukuletea. Mimi mwenyewe nimetoa hasara yake, wewe umekidai katika mkono wangu, ikiwa kilichukuliwa mchana au ikiwa kilichukuliwa usiku. Hii ilikuwa hali yangu. Mchana jua likanipata na baridi usiku, usingizi ukanitoka machoni mwangu. Miaka hii 20 nimekaa nyumbani mwako, nilikutumikia miaka 14 kwa binti zako wawili na miaka 6 kwa wanyama wako, nawe umebadili mshahara wangu mara 10. Haleluya. Amina. Huyu ni Yakobo, mtoto wa kishua. Anajua hii ndio njia ya Mungu. Anaenda sehemu ambapo anakesha usiku, anachunga ng'ombe. Mchana jua ni la kwake, usiku baridi ni ya kwake. Akijua hili ndio kusudi la Mungu, ila zilizokuwepo kule sio za kwangu, kuna zile ambazo Mungu anazitaka. Je, wewe ni lini umelikubali kwamba kwa sababu hii ni njia ya Mungu, haijalishi mvua, haijalishi nini, tembea na hii njia mpaka nifike mwisho safari yangu? Unakata tamaa mapema. Unaambiwa kusudi la Mungu, unasema haiwezekani. Jua kali, siwezi kufunga, siwezi kukesha, nitangatwa na mbu. Unaambiwa kabisa una neema ya Mungu. Tena wenye neema ya Mungu ndio wanasikitikia. Una neema ya Mungu. Mtafute Mungu kwa bidii. Kumtafuta Mungu. Umejua walokole wanamtafuta Mungu kwa shida. Na watu wengi wameiga walokole. Mungu kumtafuta ni kama unanusa. Kama unanusa, yani ni mtu uwe mwepesi kujua unakanyaga pale. Hapo ukishapakanyaga unatulia. Unaweza kufunga. Kama mtu mwingine, kuna mtu nishamtoleaga prophecy, nikamwambia mwaka huu I wish utakuwa umeolewa. Hayupo kanisani, alikuja mara moja. Kweli siku ya kwanza, siku ya tatu akapigiwa na mtu aliyempenda sana. Akaambia akanipigia simu kweli. Baadaye Mungu akaniambia mpigie simu muulize kwa nini amtafuti Mungu. Nikampigia simu. Akaniambia Pastor Kenny, mimi naomba sana, na kesha usiku nafunga. Nikamwambia utapata madonda ya tumbo na huyo mume umpati. Endelea. Mpaka leo hayupo. Kwa nini? Kwa sababu akujua kile jinsi ya kukwenda kwenye ile njia ya Mungu, apokea anachotakiwa kupokea. Ndio maana kupewa prophecy sio habari. Kupewa prophecy ni kuambiwa tu njia kwamba kuna hiki. Utekelezaji na kutokea ni wewe mwenyewe utakapoamua itokee. Yaani utakapoamua kwamba hili jambo sasa nataka litokee, ndio hapo litatokea. Litatokea kwa sababu utajua njia gani nipite ili hili jambo litokee. Haleluya. Nafunga sana. Kufunga sio sababu. Kukesha sio sababu. Uko kwenye formula? Upo kwenye mfumo? Kwa na account benki sio shida. Hela zinaingia kwenye akaunti yako.
Hela zitaingia bila wewe kuwa na mfumo wa kuingiza hela. Sasa kwenye mfumo ndio watu hawapendi, kwa sababu wanatumia akili zao, hawajakubali kumtumainia Bwana. Haleluya. Tunamwona Yakobo anafanya kitu cha ajabu sana kwa ajili ya Mungu. Lakini unakuja kuangalia kitu kingine cha ajabu. Wakati Yakobo anahangaika huku, lakini Mungu anaangalia familia ya Yakobo itaenda wapi. Yaani mambo yote yanafanyika hapa, mambo yanaenda hivi, lakini kinachokuja kutokea ni kwamba Yakobo, Mungu anamwandalia Yakobo sehemu nyingine ya kwenda. Yaani wewe inawezekana muda mwingine uko kwenye jambo ambalo ni gumu, lakini mbele ya hilo jambo Mungu anamsimamisha mtu ili asimame kwa ajili yako. Somo gumu na linaingia na kutoka, najua. Somo ni gumu kwa sababu ni somo ambalo kilidaka mwana wa Mungu, unaenda kufanya maisha yako, unaenda kumjua Mungu, mbingu utaiona. Yaani kwa mfano, kuna kitabu nilisoma kitabu cha kitabu cha mtumishi, sijajua ni yupi. Kile kitabu kinasema kwamba kuona malaika ni rahisi. Kuona malaika ni nini? Yaani mimi na utumishi wangu wote kipindi hicho naanza upasta sijai kuona malaika. Alafu ananiambia kuona malaika ni rahisi. Kuona malaika ni rahisi vipi? Akafundisha unatakiwa ukienda kupumzika, kabla unaanza kuomba, unasafisha chumba chako au kama ni sebule, alafu unaanza kusema, asante Mungu umenionyesha malaika, asante kwa sababu nimeona malaika, karibuni malaika. Kirahisi hivyo. Nikasema ngoja nianze nimuone hao malaika, kwa sababu ilikuwa shida. Nikasoma tena kitabu cha Kenneth Hagin, akaniambia mara nyingi watu wengi, akasema kwamba kwenye kile kitabu anasema mara nyingi watu wengi sana hawapokei baraka za Mungu kwa sababu kuna malaika ambayo yupo kwa ajili ya kuwahudumia, lakini huyo malaika hajawahi kuongea nao kwa sababu muda wote wako kwenye akili, wako mwilini. Kwa hiyo malaika anamsubiria siku atakapoenda rohoni ili amfikishie ujumbe wake. Nikasema Kenneth Hagin ananiambia nini mimi? Kwa hiyo na mimi kuna malaika ambaye mimi yupo kwa ajili ya meseji zangu, lakini kwa sababu nipo kwenye akili na nipo kwenye mawazo yangu, kwa hiyo huyu malaika siwezi kumuona. Jambo la ajabu na ajabu kabisa. Kenneth Hagin akasema kwenye kitabu chake kwamba siku moja alikuwa akiomba. Alipokuwa akiomba akahisi kule ndani kwenye mazingira yake kuna kitu, lakini hakumuona huyo mtu, lakini akajua kuna kitu kimetokea, kuna mtu alikuwepo hapa, kuna spirit, kuna kitu. Akaacha. Siku akapata neema kuonana na Yesu Kristo kwenye maono. Yesu anamwambia mimi siwezi kuongea na kuna malaika nimemtuma kwako miaka mingi, yupo nyuma yako kila siku, haujai kuwa tayari kumsikiliza, msikilize. Sasa na wewe inawezekana kwa sababu unafuata akili zako kila siku, huyo malaika miaka 10 yuko nyuma yako anataka kuelekeza habari yako, lakini hujamsikiliza kwa sababu muda mwingi uko kwa akili yako, uko kwenye mawazo yako, uko kwenye njia zako. Nitawasimulia hii kilichotokea. Nilipoanza sasa kutengeneza mazingira kwamba na mimi nikaanza hivyo hivyo. Nilianza hivi. Usiku ikifika jioni, naambia nyumba hii malaika karibuni, hata mkizunguka kituo chenu kiwe hapa. Naandaa mazingira kama nilivyosoma kwenye kitabu. Mwezi wa kwanza malaika simuoni. Mwezi wa pili malaika sijaona hata mmoja. Mwezi wa tatu naanza kukata tamaa. Mwezi wa 4 nikakata tamaa, nikasema hapana, narudi tena kwa spidi, kwa sababu Mungu huyu mtumishi wa Mungu naamini ni wa kweli. Katika mwezi wa 5 ndo kipindi ambacho nilimuona malaika wa tofauti. Nilimuona malaika ambaye yeye mwili mzima ni chuma, kuanzia kichwa, miguu, mikono ni chuma. Na akaja akiwa amebeba chuma mkononi, usawa kama wa mguu wangu hivi, amebeba hivi. Baada kuona ile chuma nikaogopa.
nikamwogopa. Sijawahi kuona kitu kama kile. Kwenye yale maono akatokea mtumishi wa Mungu naye mheshimu sana, sasa hivi hayupo. Akamkabidhi ile chuma. Yule mtumishi wa Mungu akachukua ile chuma, akanitandika nayo kichwani. Alafu ikadunda pap. Alafu akasema, nilichotumwa ni kuhakikishia kwamba umedhibitika wewe ni mtumishi wa Mungu, hakuna atakaye kuweza. Sasa je, kama ningeendelea kufuata mwili, inawezekana mpaka leo ningekuwa naumwa kama wewe, ninarogwa kama wewe. Maisha yangu yanakuwa kama wewe. Ndio maana unaweza kushangaa ukiwa una cast demons, kuna mamlaka yako ndani, unamcontrol demons. Yani unavyotoa pepo unamtoa kwa mamlaka, sio kwa kumbembeleza. Njoo hapa kushoto. Hey. Kwa sababu ya yale mamlaka uliyopokea siku ile kwenye yale maono. Kwa hiyo na wewe kuna muda inabidi ukae usikilize sauti ya ndani, ili Mungu aongee na wewe, upokee kile ambacho malaika wako wamezurura nacho miaka 15. Anakusikilizia. Unakula parachichi, unakula maembe, umeshiba, unasinzia kwichu. Rabo sakatara Yesu. Leo mtanielewa tu mkitoka hapa. Sikiliza, maisha ya wokovu yanaanzia duniani. Mbinguni hamna pizza. Mbinguni hamna baga. Mbinguni hamna Rolls Royce. Mbinguni hamna. Hazipo, hayo magari hayapo. Mbinguni hakuna majengo. Mbinguni hamna kuoa wala kuolewa. Mbinguni sio hivyo. Haya mambo yote tunayamiliki duniani hapa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Haya, wewe unataka pizza ale nani ambao hawajaokoka? Unategemea kula pizza mbinguni? Hakuna. Goldi. Hakuna kuvaa mabati kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Ukavae gold kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mbinguni sisi ni roho, ni spirit. Mwili utabaki hapa. Kwa hiyo tunafurahia maisha ya mbingu, maisha ya mbinguni kwenye miili yetu hapa duniani. Tukienda mbinguni tunakaa kule. Inatakiwa uoe na kuolewa hapa. Mbinguni hamna kuoa. Usije kufanya fujo kwa malaika. Haleluya. Naamini kuna kitu umekipokea. Haleluya. Naamini kuna kitu umekipokea. Haleluya. Kwa hiyo unaona Yakobo yuko pale anahangaika, lakini Mungu anamwandalia uzao wake sehemu ya kwenda. Anakwenda wapi? Fungua kitabu cha Warumi. Warumi 9:17. Kuna kitu kizuri sana hapo utakipokea. Tumefika? Karibu. Warumi 9:17 unasema, kwa maana maandiko yasema juu ya Farao ya kwamba nilikusimamisha kwa kusudi hili, ili nionyeshe nguvu zangu kwako, jina langu likatangazwe katika nchi yote. Hivi Mungu kumbe anadili na Yakobo, lakini anadili na Farao. Anamsimamisha Farao ili uongozi wake uwe imara, kwa sababu ana kusudi la kuwapeleka watu wake Misri. Haikuwa bahati mbaya. Kwa hiyo wewe muda mwingine unahangaika hapo kwamba huko nani atanisaidia? Nani? Kazi huwezi kupata. Yaani mpaka uwe na refa, mpaka uwe na hivi. Hakuna kitu kama hicho. Mungu atamuinua mtu usiyemtegemea, atasimama kwa niaba yako. Mungu anamuinua Farao, anainua nchi yake ili watu wake wakitoka pale, Yakobo watoto wake waende pale. Usihangaikie kesho yako, Mungu anaijua kesho yako. Wewe tafuta njia za Bwana ziko wapi, usimame kwenye njia za Bwana. Mungu anajua kesho ya watoto wako. Mungu anajua kesho ya maisha yako. Usihangaike. Unajua kuna muda mwingine unaweza kuchanganyikiwa. Hivi unajua ukikaa kwa Mungu, Mungu anaweza kufanya kitu cha ajabu sana. Nakumbuka siku moja kabla sijamuoa mke wangu, nilikuwa kwenye maombi. Akapiga simu. Na siku hiyo simu nilitoa sauti. Na nilikuwa kwenye maombi fulani. Mke wangu huyu akanipigia simu asubuhi. Ananieleza mambo ambayo mimi sijaongea naye. Yaani sijaongea naye, ananieleza. Hey, I say, akuongea na mimi. Aliongea na malaika.
niliogopa. Ukimtegemea Mungu, Mungu atafanya, sio mara moja. Hata yeye anajua yaliyokutana nayo. Nisikilize, kinachotusumbua sisi ni kutokumsikiliza Mungu, kufuata akili zetu. Ukimsikiliza Mungu, ninakuhakikishia mambo makubwa utayaona kwa macho yako. Yakobo anahangaika, Mungu anamwandaa Farao. Yakobo anatoka kule, anakuja kukaa, anazaliwa mtu anaitwa Yusufu. Mungu anamchagua Yusufu kwamba huyu ndiye atasaidia hawa watu. Na wewe inawezekana kwenye familia yako Mungu amekuchagua kwa Yusufu wao. Ndio maana muda mwingine mapito yako tofauti na ya kwao. Mipango yako tofauti na mipango yao. Usichangae ukiona familia yako inakukataa. Inakukataa kwa sababu umebeba kitu cha tofauti. Hawajakubali Yusufu kwa sababu ya mambo yake. Na wewe inawezekana unayokutana kwenye familia yako ni kwa sababu umembeba, una Yusufu ndani yako. Ile spirit ya Yusufu iko ndani yako. Mungu anakusudi kwa sababu ya kubadilisha hatima ya ndugu zako. Inafika sehemu ndugu zake wale wanamkataa, lakini wanamkataa kwa sababu ni kusudi la Mungu ili afike sehemu. Kwa hiyo na wewe kuanzia leo ndugu zako wakataa, usiogope kwa jina la Yesu Kristo. Jua kuna jambo Mungu amepanga kwa ajili yao wao. Hizo ndio njia za Mungu. Yusufu wanaamua sasa huyu tumuue. Yusufu katika harakati zote hizo akumwacha Mungu. Na we katika mapito yako yote usimwache Mungu, simama na Mungu. Haijalishi kwamba watu umebaki peke yako, wamebaki watatu, wamebaki wanne, wamebaki sita, wewe simama kwa sababu Mungu anakusudi na mtu yoyote anayeweza kusimamia jambo la Mungu. Hawakuelewi na wewe uwaelewi. Ndugu zake wa damu wanaamua kutaka kumuua. Baadaye wanakata kauli, atumuui. Tufanyeje? Tumuuze. Wanamuuza ndugu yao. Kumbe ni kusudi la Mungu linampeleka Misri, ambako tumesoma kwenye kitabu cha kwanza kwamba kuna sehemu ameandaliwa. Mungu tena anampeleka sehemu, anakuwa mfanyakazi wa ndani. Baadaye anapelekwa jela. Ndio kusudi la Mungu. Kule jela Mungu anainua watu, wanaletwa ili Mungu awatofasilie ndoto. Wanatofasiliwa ndoto na wenyewe wanaenda kwa mkuu wa nchi ambaye aliandaliwa kwa ajili ya wana wa Israeli. Na wewe na kuhakikishia utakaposimama itakuwa hivyo hivyo bila. Haijalisha kipindi hicho unapitia mazingira gani, muamini Mungu. Kitu kingine, usiwe mtu wa kujihukumu, sawa? Hakuna asiyekosea, watu wanakosea. Ukikosea piga magoti, omba toba, songa. Kanisani sio sehemu ya watakatifu. Yaani kama wewe ni mtakatifu inabidi utende mbinguni. Watakatifu wote wako mbinguni. Kanisani ni sehemu ya watu wenye dhambi, watu wachafu. Wanakuja wanatengenezwa kwa sababu ya kwenda mbinguni. Ndio mwanzo kashangaa mtu mbona huyu dada kavaa sketi fupi? Wewe mpaka unaangalia sketi fupi una mpango. Achana sketi yake. Wewe muangalie Mungu. Mungu atamshepu tu, atavaa vizuri. Suruali yake inabana, iache. Amekuja amemkimbilia Mungu, unataka kumtoa umpeleke wapi? Unataka kumpeleka wapi? Ili au chakula cha shetani? Ndio Mungu alivyo. Kwa sisi tuko kanisani hapa kwa ajili ya kushape. Mungu anakuandaa ili utakapoenda mbinguni ukaishi vizuri. Haleluya. Nakumbuka miaka nyuma kabla sijaokoka nilikuwa nafanya sana kazi migodini. Kuna migodi mingi ya wazungu kienda kufanya kazi. Wakakupa ajira, kabla ule mkataba wanafanya kitu, wanakufundisha mazingira yao ya kazi. Kwa hiyo unakuwa unaenda kazini lakini ufanyi kazi. Unapelekwa leo induction, wanasema induction. Unapelekwa leo, unapelekwa sehemu fulani na watu wa safety. Wanakuambia mambo ya safety, mambo ya usalama wako, jinsi ya kujikinga, jinsi ya dharura. Miezi 6 unakula tu mshahara wa watu bure. Lakini baadaye sisi wengine tunaona kama raha tu kwa sababu tunaona kama tunakula bure. Lakini wale kumbe wana lengo kama la mbinguni, kwamba lazima uandaliwe ili uwe mtu fulani kwenye mazingira fulani. Na hapa Mungu anakuandaa ili ukienda mbinguni usiwe mshamba. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Yakobo na watoto wake wakaja kwenda Misri. Wameenda Misri, Mungu alikowaandalia. Kwa nini Mungu ampeleka Misri? Ili wapate nchi nzuri, waweze kuongezeka wawe wengi. Na wewe inawezekana muda mwingine unaishi maisha ya Misri
sio kwa sababu unapenda, ni kwa sababu Mungu anataka ukae hapo ujitengeneze. Haleluya. Lakini usimkimbie Mungu, simama na Mungu. Haleluya, haleluya. Lakini nitatoa mifano, nafikiri kwa mtu ambaye ananielewa na mimi mnanielewa. Wangapi wananielewa? Basi tupige makofi ya shangwe kwa Bwana. Mungu tena anaona muda wa kutoka wana wa Israeli pale umetosha. Linaanza varangati kwamba watoto wote wa kiume wanachinjwa. Kwa nini wanachinjwa? Mungu alijua kwamba inabidi ampate mtu atakayeandika vitabu vile 5 vya Mwanzo. Anahitaji mtu msomi. Kwa hiyo ili mtoto msomi apatikane kwenye jamii ya utumwa, lazima asome kwenye shule nzuri. Lazima aishi maisha mazuri, awe na akili nzuri ya elimu ili andike vitabu. Kwa hiyo watu wanachinjwa, lakini Mungu alimwandaa Musa kwenye mazingira hayo, kwamba huyu Musa atatupwa, lakini Musa huyu ataenda kukaa ikulu, atasomea ikulu, atapata elimu nzuri, atawasaidia wanjiani na kuandika vitabu hivi. Kwa sababu bila kuwa na elimu nzuri, ndio maana unaangalia Paul ameandika vitabu vingi kwa sababu ana elimu. Tofauti na wenzake. Ukija kucheza kwenye anointing, Petro alikuwa na anointing ya kutisha, lakini hakuweza kuandika vitabu vingi kwa sababu hakuwa msomi. Mungu alijua anamhitaji Paul kwa sababu Paul alikuwa msomi na alihitaji tupate agano jipya yenye jumbe nyingi. Akamwandaa huyu kwa mazingira yote, akaua watu ili aitwe afanye kazi ya Mungu. Kwa hiyo inawezekana muda mwingine uko sehemu ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu ufanye kazi ya Mungu. Inawezekana muda mwingine umekuwa bamedi, umefanya kazi za kishenzi. Hiyo yote ni kwa sababu ili ukisimama madhabahuni, wale watu wa design hiyo wakija kwako uweze kuwasaidia. Kwa hiyo maisha yote uliyoyapitia usisikitike kwamba mimi nilikuwa hivi. No! Mungu alikusudia uwe hivyo ili wewe uwe msaada kwa ajili ya watu wengine. Usijihukumu, usijilaumu. Ni kusudi la Mungu ili ufikie hapo ulipofikia. Haraka sakata pakatush. Mnaona Musa anasoma ikulu, anaishi ikulu, anamaliza chuo ikulu, anasoma masomo yake yote. Alafu Mungu anapotaka kumtumia Musa, anajua Musa kwa maisha aliyokulia hawezi kufanya kazi yangu vizuri. Anampa ambushi nyingine, anampeleka porini kuwa mfanyakazi wa mtu wa kuchunga mbuzi. Miaka 40. Lakini huyo Musa anakuja kumchukua tena, anamrudisha kwa ajili kutoa watu wake. Na wewe haijalishi ni mazingira gani unayopitia, wewe simama kwenye kusudi la Mungu, ufikie kwenye kusudi lako. Na kipindi ambacho wewe upo kwenye kusudi la Mungu lile ni kipindi kigumu. Ni kipindi kigumu. Usipokuwa na moyo uwezi. Utaona Mungu amekuacha. Utaona kabisa Mungu hayuko na wewe. Sasa na wewe jambo lako utakalolianza ambalo ni njia ya Mungu, watu hawatakubaliana nalo. Inaonekana haliwezekani kwa mtu yoyote. Unaonekana kama kichaa. Inaonekana kama haiwezekani. Hilo ndio lenyewe, wewe komaa. Ndugu zako wanakuambia kuna mtu kama huyu kwenye familia yetu, komaa tu. Haije kutokea biashara kama hii kufanya, wewe fanya. Fanya tu. Fanya. Ndio Mungu alivyo. Mungu akamuinua Musa. Musa akawa kiongozi wao. Musa akafika sehemu kwa ajili ya usomi, akaandika vitabu. Kitabu cha Mwanzo ambacho ni kitabu kigumu sana. Akaandika vitabu hivi vyote 5. Mungu alimwandaa. Na wewe Mungu amekuandaa kubadilisha hatima ya familia yako. Kuna familia zingine leo hii unaziona zinaishi vizuri kwa sababu kuna mtu mmoja alisimama kwa ajili ya familia. Na akaacha urithi mwema kwenye familia. Watu mpaka leo hangaiki, kuna walevi, kuna washenzi, lakini msingi uliwekwa na mtu mmoja. Na wewe kuwa kati yao watu wakaweka msingi kwenye familia yako, familia ifurahi kwa jina la Yesu Kristo. Na kwenye familia kuna mtu mmoja tu aliharibu familia, alikuwa mchawi au mganga au nini, akaweka mbegu roho ya familia. Mnateseka mpaka leo. Watu hamuoi, watu hamuolewi, watu hamna hela, watu mnaumwa, unakuta watu wote mgonjwa wa figo. Wote wana paralyze.
wanakufa kwa ajali kwa sababu ya mtu mmoja alifanya jambo fulani ambalo sio sahihi. Leo hii nisikilize mwana wa Mungu unayenisikiliza, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, weka msingi wako kwa ajili ya wewe na familia yako na uzao wako na ndugu zako, msimame pale. Amen. Haleluya. Na msingi huu utauweka pale ambapo utaamua kufuata njia ya Mungu ikoje. Wana wa Mungu, kumjua Mungu ni formula, sio maombi na kukesha na kufunga. Unaweza kaomba mpaka ukafunga ukakesha, ukawa tu mlokole mpaka sauti kabadilika, ukaona haleluya wapendwa. Kwa sababu jamaa sauti yake vipi? Sauti iko vile kwa sababu amekoroma kuanzia maombi yake ya usiku, ibada siku zote, mpaka sauti inapotea. Na hakuna kinachoendelea. Hela ana. Kiatu kimekunja hivyo, ukivaa kimekaa upande, Bible imejikunja kunja. Mchungaji yuko kwenye daladala, kashika daladala hivi. Wewe ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Miguu yako sio chombo cha usafiri, kwa jina la Yesu Kristo. Hey! Wewe ni mtumishi wa Mungu. Wewe sio kuvaa mabati, kavae goldi. Wewe sio kuvaa viatu vimekaa hivi, katafute viatu vipya kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Sisi ni wafalme. Usijikatae. Umejua Mungu mwenyewe anakuangalia jinsi ulivyojiweka, ndio anapokuja kwako. Hata kwenye hizi huduma, pastor, prophet, apostle, jinsi ambavyo umejiweka ndio jinsi ambavyo Mungu anakutumia. Yaani Mungu atoke kwenye formula yako. Umejiweka kwa staili fulani, anakutumia kwa staili hiyo. Umejiweka hivyo, anakutumia hivyo. Na wewe jiweke high class, vaa vizuri. Haleluya. Kula vizuri, lala sehemu nzuri. Haleluya. Hey, ndio jinsi ambavyo Mungu atakuandaa. Si pradiso prahande diso pradia hash. Nafikiri kuna kitu umekipokea. Haleluya. Ndivyo ilivyo. Jambo la pili, katika historia ya masomo ya leo ni historia utajifunza humo. Lazima uweze kucommand ofisini, bosi anakuambia una kazi, unamwambia rebo santo prakasa ridhia hata. Unasemaje, lugha gani? Bosi, nimesema mimi kesho tutaongea, kesho ile jambo haliwezekani. Na hiyo lugha aliyoongea hiyo ni ya mbinguni, na wasiana na Yesu. Ndiye ameniambia nikwambie hivyo. Haiwezekani. 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 Umejua muda mwingine mimi nikihubiria watu wanasema pastor, umejua wewe ni pastor, haujui tu. Maisha ni magumu. Sikiliza, mimi nimeokoka nikiwa na shilingi 1000 tu mfukoni. Tena siku naenda kanisani nikapotea kwa sababu nienda Mwenge. Kanisa la Mwenge. Laifuata. Nikafika Ponda, akasema Lufungira. Kuna sehemu mtaa unaitwa Lufungira. Nikashuka pale nikajua Mwingira, nikashuka pale. Nikauliza kanisa la Mwingira liko wapi? Wakaniambia kule mbele. Nikasema nikipanda daladala hapa nitapotea. Hapa ni mdogo kwa sababu change ibaki nirudi nyumbani na gari yangu. Kwa hiyo nikatembea kwa mguu, sikuwa tamaa. Shetani alijua. Ndani ya mwaka mmoja kwenye wokovu. Niliingia kwenye wokovu na kichwa na miguu na kila kitu. Ninamiliki gari. Nina kazi nzuri. Nina sehemu ya kuishi. Silipi kodi. Mwaka mmoja. Mwaka wa pili na kampuni. Mwaka wa 5 ni diwani. Yaani mambo yanaenda hivi. Ni kwa sababu gani? Nilitafuta njia ya Mungu, nikaweka mguu wangu pale, sikutoa mguu wangu. Nilisema nimeokoka, siwezi msinuku vibaya. Nilisema nimeokoka, siwezi mimi kupanda daladala na Yesu wangu. Watu wanasema pastor, unaongea tu, unajua unaongea tu, ujui kwa sababu hujaamua. Hivi Mungu anashindwa kukupa gari? Anashindwa kukupa hela request Bolt ukaenda kifahari? Ni umeamua tu. Na nikasema mimi sili kichochoroni. Yaani siwezi kwenda kula sehemu maji yanapita hapa juu alafu nakula chips. No, mimi ni mfalme. Sehemu kwenye muziki kapuku siendi kula sehemu kama hiyo. Nikifika sehemu kwenye muziki wa taratibu hapo bili inakuja na karatasi. Basi ngoja niache huko, kwa sababu mtaona pastor anaongea vitu. Mimi nakupa hasira ili kuanzia leo ukatoka kifalme ukaishi kifalme kwa jina la Yesu Kristo. Hey, rabosa kataradhia sovadia. Kama huna hela, kwani usipokula siku moja kuna shida? Njoo ule nyumbani. Ili somo naona watu wamepoa sana. Kwa hiyo mimi ngoja nirudi kwenye masomo yangu, niwafundishe mambo ya rohoni, jinsi ya kumuona malaika, jinsi ya kunena kwa lugha na jinsi ya kuona maono.
Haleluya, haleluya. Hiyo ndio mipango ya Mungu, wana wa Mungu. Hiyo ndio mipango ya nini? Tembea katika njia ya Mungu. Ndivyo ilivyo. Ukisoma habari za Ruth, mnafahamu kitabu cha Ruth, si ndio? Kuna mtu anaitwa Naomi, yule mama, si ndio? Hebu fungua kitabu cha Ruth. Ruth 1 mstari wa 12. Dakika moja alafu tumalizie somo la leo kwa sababu ya neema ya Mungu. Somo limekuwa la tofauti kidogo. Tuione njia ya Mungu na kusudi la Mungu. Tumefika 1 mstari wa 12, soma, karibu. Ruth 1 mstari wa 12 unasema, enyi wanangu mrejee, nendeni zenu kwa kuwa mimi ni mzee. Haleluya. Amina. Huyu ni Naomi. Naomi ni mama wa watoto wawili wa kiume. Ni mke. Anasafiri na familia yake, anafika kule. Mume anafariki. Watoto wote wanafariki. Anabaki mjane. Lakini anabaki na wakwe zake wawili, Orpa na Ruth. Anawaambia, sikilizeni, rudini kwenu mkaolewe, mkaishi maisha yenu. Hawa watu wanamkatalia. Orpa anaondoka, Ruth anabaki. Sasa angalia jinsi ambavyo Mungu aliamua kufanya njia zake. Huyu Ruth tunamwongelea ndio bibi yake na Daudi, mfalme Daudi. Lakini cheki safari ya kupatikana kwa mfalme Daudi ilivyokuwa ngumu. Hebu soma. Enyi wanangu mrejee, nendeni zenu kwa kuwa mimi ni mzee, siwezi kupata mume tena. Kama ningesema natumaini, kama ningepata mume hata usiku huu na kuzaa watoto wa kiume. Je, mngesubiri hata watakapokuwa watu wazima? Mngejizuia msiwe na waume? La sivyo, wanangu, maana ni vigumu kwangu kuliko kwenu, kwa sababu mkono wa Bwana umetoka juu yangu. Nao wakapaza sauti zao wakalia tena, na Orpa akambusu mkewe, lakini Ruthu akaambatana naye. Naye akasema, tazama, shemeji yako amerejea kwa watu wake na kuwa Mungu wake. Basi urejee wewe umfuate shemeji yako. Naye Ruthu akasema, usinisii nikuache, nirejee nisifuatane nawe. Maana wewe uendako nitakwenda, na wewe ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Pale utakapokufa nitakufa nami, na papo hapo nitazikwa. Bwana anitendee vivyo na kuzidi, ila kufa tu kutatutenga wewe nami. Basi alipomwona kuwa amekaza nia yake kufuatana naye, aliacha kusema naye. Hivyo hao wakaendelea wote wawili. Hapo unaona hii kitu kilichotokea hapa. Mungu anakusudi na huyu Ruth kwamba arudi apate kumzaa babu yake na Daudi. Hebu cheki Mungu alivyokuwa ajabu. Hivyo hao hapo fungua 4 mstari wa 16 tumalizie hapo Ruth 4 mstari wa 16. Ruth 4 mstari wa 16. Basi Naomi akamtoa yule mtoto, akamweka kifuani pake, akawa mlezi wake. Endelea. Nao wale wanawake waliokuwa jirani zake wakampa jina wakisema, Naomi amezaliwa mwana. Wakamwita jina lake Obedi. Yeye ndiye baba yake Yese, aliye baba yake Daudi. Haleluya. Amina. Unaona Obedi anapatikana. Mungu alitaka kumpata Obedi, Mungu ampate Yese, na Mungu ampate Daudi kupitia uzao ule. Lakini ukiangalia historia ya kitabu hichi toka hapo mpaka mwisho, ndio unaanza kujua. Muda mwingine nyinyi mnasoma Bible lakini hamfikiri kwamba kwa nini Daudi, mtu mkubwa ambaye alipendezwa na Mungu, lakini cheki generation yake inavyopatikana mpaka anapatikana Daudi. Ni Mungu alijua, kwa sababu Mungu anatujua kabla misingi ya dunia. Na wewe inawezekana kuna sehemu inabidi uende kwa mazingira kawaida tu. Uwezi kukubaliana, yule dada alifanya kazi kubwa sana kukubali kwenda na mama ugenini. Yani anaenda kwamba nataka kuishi na wewe hata bila kuolewa. Mungu akajua huyu anatembea kwenye kusudi langu, na kwenye kusudi langu lazima nimpe zawadi. Akampa Boaz, mtu tajiri. Wakaanza kuzaa, akazaliwa Obedi. Obedi akamzaa Yese.
Yese akamzaa Daudi. Na wewe inawezekana kuna jambo gumu liko ndani yako, usiogope komaa nayo, kwa sababu hapo hapo ndio Daudi atapatikana. Amen. Ndio Daudi atafanyaje? Atapatikana hapo hapo. Usiwe muoga. Usiogope kupata hasara. Imetokea, anza tena. Usiogope kupoteza vyote. Ukipoteza vyote, Mungu atakuinua, utapata vingine. Usiogope. Usiogope. Lakini Daudi anapatikana kwenye familia design hiyo hapo. Lakini Mungu anataka Daudi awe mfalme. Kwamba huyu nimetoka naye mbali, toka bibi yake, ninamwandaa mpaka huyu amezaliwa. Sasa nataka nifanyeje? Anamtuma mtumishi wa Mungu kumanoint, kuwa anointed. Yaani kumpa prophecy, kumpa neno la unabii, kumpaka mafuta. Lakini wakati huo sio mfalme. Na wewe inawezekana kuna mtumishi wa Mungu alishakueleza habari fulani na haijatokea. Kuanzia leo kakomae nalo kwenye ulimwengu wa roho mpaka litokee kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Inawezekana ulilipuuza, usilipuuze. Daudi alisubiria miaka 17 ili awe mfalme. Miaka 10 na ngapi? Wewe umesubiria miezi mingapi? Miezi miwili. Umechoka, umekata tamaa, umeondoka. Miaka 17 Daudi anasubiria. Subiria. Na maandalizi juu. Na ili ujue kwamba Mungu alijua Daudi ajui mambo mengi ya ufalme, ilibidi amsogeze kwenye familia ya kifalme ili ajue mambo mengi. Na wewe inawezekana huko kwenye kazi hiyo unayoifanya ni Mungu amekupeleka ujifunze jambo ili utengeneze ya kwako. Inawezekana umeajiriwa kwenye hoteli ya mtu, kwenye duka la mtu, kwenye ofisi ya mtu, kwenye kampuni ya mtu. Hayo ni maandalizi ya wewe kuwa mtu bora kuendesha kampuni yako. Inawezekana unaishi kwa dada yako ambaye ana ndoa nzuri, umepelekwa pale ili uwe mke bora, ili ukakae na watoto wako vizuri. Inawezekana kwenye familia ambayo watu wanapigana ngumi kila siku, ni Mungu anakufundisha kwamba maisha haya sio mazuri, ujifunze ili usijasie kukukuta. Chochote unachokipitia ni darasa kwenye maisha yako. Haleluya. Fungua kitabu cha Samueli wa kwanza, tumalizie hapo. 18 mstari wa kwanza. Tumefika? Karibu. Samueli wa kwanza 18 mstari wa kwanza. Ikawa Daudi alipokwisha kusema na Sauli, roho ya Yonathani ikaambatana na roho ya Daudi. Yonathani akampenda kama roho yake mwenyewe. Haleluya. Amina. Mungu anajua Daudi huyu ili awe mfalme lazima akae kwenye familia kishua. Na hawezi kuwa kwenye familia kishua kama familia hiyo watu wamkubali. Mungu akachukua roho ya Jonathan na roho ya Daudi, wakapendana kama mtu na mkewe. Lakini Mungu alifanya vile kusudi ili Daudi apate sehemu ya kuishi, ajifunze mambo, ili baadaye akipata nafasi akafanye vizuri. Na wewe inawezekana wapo ulipo ni sehemu ya kujifunza ili uwe mtu bora baadaye. Haleluya. Sio mwisho wa safari yako, ni sehemu ya kujifunza. Hebu rudia. Ikawa Daudi alipokwisha kusema na Sauli, roho ya Yonathani ikaambatana na roho ya Daudi. Yonathani akampenda kama roho yake mwenyewe. Endelea. Sauli akamtwaa siku ile, wala hakumwacha arudi tena nyumbani kwa baba yake. Nayo Yonathani na Daudi wakaidiana, kwa kuwa alimpenda kama roho yake mwenyewe. Ndipo Yonathani alivua joo alilokuwa amelivaa, akampa Daudi na mavazi yake, hata na upanga wake pia, na upinde wake na mshipi wake. Basi Daudi akatoweka kwenda kila mahali alikotumwa na Sauli, akatenda kwa akili. Sauli akamweka juu ya watu wa vita. Jambo hili likawa jema machoni pa watu wote na machoni pa watumishi wa Sauli. Haleluya. Amen. Inawezekana pale ulipo Mungu amekuweka ili ujulikane, watu wakujue, upate connection na watu. Watu walimjua Daudi kwa sababu alikuwa ikulu, akifanya kazi ikulu. Inawezekana hapo ulipo kuna jambo unajifunza, kafanye kwa akili kama Daudi alivyofanya kwa akili kwenye jambo lolote, kwa sababu Mungu anakuandaa kuwa mtu mkubwa. Hakuna aliyeokoka na kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake akaishi maisha ya aibu, labda atake mwenyewe. Mimi na miaka 10 sijachomwa sindano, sijameza vidonge.
sija. Na wewe inawezekana vizuri kabisa ukaishi maisha haya ukiamua kumpenda Mungu na ukajua njia ya Mungu. Haleluya. Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Tusimame kwa miguu yetu.